dogo. Sasa hivi kumekuwa kuna trendi nyingi ikiwemo watu mwanaume, hii mada ambayo umeizungumzia hata hapo nyuma, mwanaume anakuwa yuko vizuri, lakini kile kitendo cha kuitwa kibenteni na kulelewa na hao mashangazi wa mjini au mama ambaye alomzidi umri kijana wa kiume anamlelea, lakini mwisho wa siku ile kijana tunamkuta upo kwenye mazingira tofauti, na maanisha hayupo katika maumbile yake yale tuliyozoea, anatamani maumbile ya yule mwanamke. Hii unafikiri kwa nini inatokea sana? Yaani kwamba wanafanya vipi hapo, rudia. Yaani yule kijana anakuwa kibenteni. Kibenteni anatembea na yule mwanamke ambaye amemzidi umri. Yeye ni mdogo. Kwa mfano ana miaka 49 kwa 20. Na kwanza ieleweke. Mwanaume kutembea na mwanamke, yani kutembea kimahusiano au kindoa. Yani kijana, mahusiano Uislamu umekataza. Ndoa ndio imeruhusiwa. Haya masuala ya wapenzi haya kuvutana, masuala haya kwamba unafanya uchumba mnachukuana mnaishi bila ndoa, Uislamu umekataza. Uislamu umeruhusu ndoa. Lakini pia katika ndoa Uislamu haujakataza kijana mdogo kwamba asimue mwanamke aliyomzidi umri. Hapana. Hata Bibi Hadija aliolewa na Mtume Muhammad sallallahu. Bibi Hadija alikuwa na age ya miaka mingi sana, na Mtume Muhammad sallallahu alikuwa na age ya miaka midogo. Kwa hiyo pia hiyo katika wasomi wanakuambia kwamba ndoa ya ukimwoa mwanamke kidogo aliyokuzidi ilmu, aliyokuzidi kiumri, kuna baraka kubwa sana, sababu itakuwa ni sababu ya yeye kukuongoza baadhi ya majambo. Na ndio sasa shekhe, huyo mwanamke mkubwa ambaye hajakuwa kisheria na maana ndoa, yupo na kijana mdogo, baadaye yule kijana mdogo anakuwa shoga. Imetokea kwa kijana mmoja ambaye ana trendi sana mitandaoni safari hii, alikuwa hivyo, lakini sasa hivi ni shoga kabisa, yani na maana hayupo katika maumbile yake ya kiume. Kwanza ushoga haukubaliki katika Uislamu. Ushoga haukubaliki katika vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu. Na hasa sisi wa Tanzania, mila zetu na desturi zetu pia hatukubali ushoga. Zipo baadhi ya mataifa yanakubali masala ya ushoga. Mimi ni skip katika Uislamu. Uislamu haukubaliani katika ushoga. Na ushoga huu leo watu wengi wana promote ushoga. Wengine kwa kujua, wengine kwa kutojua. Hasa wakina mama wamekuwa na desturi ya kualika mashoga. Leo shughuli nyingi za Dar es Salaam zimejaa mashoga, mpaka aibu, mpaka mtihani. Tena wakwambia MC mashoga wanajua kutangaza vizuri. Katika zile mnazita red carpet, katika sijui usiku wa keki, usiku wa vijora, leo mashoga wamekuwa ni wengi. Huu ni mtihani mkubwa sana. Leo watu wanawabeba mashoga, wanawaweka status, wakina Uncle T hawa. Yani unakuwa unapiga pigo za kike. Unakuwa ni mtihani. Lakini pia ieleweke kwamba chizi anachekesha ikiwa hatoki kwenye familia yako. Leo mzazi ambaye unamsapoti mtoto wa mwenzako shoga, hivi angelikuwa ni kaka yako huyo, angelikuwa ni mdogo wako, angelikuwa ni mjomba wako, ungelikubali aje katika shughuli yako aanze kuwa ushoga? Ushoga haukubaliki, na ushoga ni katika laana kubwa sana. Allahu Akbar. Mwanaume ukifanya ushoga unatafuta ugomvi na Mwenyezi Mungu. Mashoga, sikieni habari ziwa na nyie mliokuwa na pigo za kishoga. Yani mwanaume unavaa unatoboa pua, mwanaume unavaa eleni, mwanaume unatoboa, unasema huu ni usanii, mwanaume unasuka, unavaa nguo za kubana mlegezo, unatuletea pigo za kike. Yani mpaka inafikia pahala unakaa maskani wauni wenzako, au mnasema washikaji hawakuelewi. Yani hawakuelewi wewe mwanaume au mwanamke. Na siku hizi tena kuna mabodaboda wanatoboa mpaka masikio. Kuna mabodaboda siku hizi, sio mabodaboda tu. Yani humo mitano unaangalia, yani unakuta mwanaume amesuka nywele, anajiita lasi. We mwanaume unasuka nywele, ukiletewa barua ya posa utakataa. Hizo ni pigo za kike mnazotuletea. Leo unakuta mwanaume ametoboa sikio. Anakuambia mimi msanii. Usanii gani? Unakuta mwanaume amejichola tattoo. Mbona mnaleta pigo za kike hizo piko mnazochola? Leo unakuta mpaka wapiganaji wa ngumi. Hapa nimpongeze ndugu yangu Hassan Mwakinyo. Masha Allah. Hassan Mwakinyo na ku appreciate sana. Hassan Mwakinyo wapi kajichola?
Wapi kachola chola tatu? Wale wapiga mabondia mnaojichola chola. Hizo tatu, mtu hukumu ya kuchola tatu, ukichola hiyo tatu, ukitia udhu ukubaliki. Unalielewa hilo? Unalielewa? Mwanaume ukisuka nywele ukitia udhu haukubaliki, ukioga janaba halikutoki. Sasa unafikiri mchezo huo? Umekuwa ni mtihani sana huo. Leo imekuwa mtihani. Mashoga wapo kila kona. Mashoga wengine wanapangishwa. Leo mashoga kila kukicha mashoga. Mimi niliambiwa bwana Sharifu, ukitaka amani acha kuzungumzia mashoga. Kupigwa biti. Mtu mmoja alinidie akaniambia, wewe mtoto achana na kusema mashoga. Mashoga. Allahu Akbar. Mimi nitapambana na mashoga. Ushoga haukubariki Sheikh. Wewe mwanaume unayeamua kulefti, kwa nini ulefti? Kama shida ni nguvu za kiume, njoo tukuhudumie, tuna dawa za asili. Uume umezama, umeingia ndani, unashindwa kulimudu tendo la ndoa. Njoo. Wengine tamaa zinawaponza. Wengine mna maagano ya kichawi. Mna majini yanawasumbua mpaka unakuwa shoga. Ushoga haukubaliki. Ushoga haukubaliki. Mashekhe wenzangu, tusiogope kusema. Madai wanachuoni mbalimbali tulisema hili sala neno hili la ushoga, tuliseme sana, tuhakishe mpaka ushoga tusiposema sisi ghalka ya Allah ikija itamchukua aliyokuwemo na asiyokuwemo tusiposema. Lakini Sharifu, hapo umezungumzia kwamba uume ukiingia ndani labda mfupi, watu wanatamani sana kujua, na wengine wanatamani wanaelezea masharifu kama ulivyozungumzia, lakini wanashindwa kukufuata moja kwa moja kupata huduma hiyo, na wajui wanaitumikia vipi, lakini wanaogopa kusema. Sharifu, nataka kwa kupitia watu wanaokusikiliza live TikTok yako pamoja na platform hii, unasemaje kuhusu hili na unawashauri nini kuja kuwavuta kwako kupata huduma? Tunawaambia kwamba wale ambao wakina baba ambao wana changamoto la nguvu za kiume, unashindwa kulimudu tendo la ndoa, unashindwa kurejea zaidi ya mara 2 mara 3. Tendo la ndoa hili limekuwa tatizo la nguvu za kiume kimekuwa ni kilio kikubwa sana. Leo ukikutana na wanaume 90, basi zaidi ya 70 wote wana tatizo la nguvu za kiume. Kuna wengine uume ni mdogo, umezama umeingia ndani. Kuna mwingine akifanya tendo la ndoa hamwagi zile sperms hazitoki. Kuna mwingine mpaka imefikia pale hawezi kutunga mimba. Kuna mwingine hana hamu kabisa ya tendo la ndoa. Anaweza kukaa na mwanamke mwezi mmoja ashiriki tendo la ndoa. Kuna mwingine anachukia ile tendo la ndoa. Sasa tunasema kwamba maradhi haya, changamoto hii inatibika. Unapofika kwangu nina dawa za kuweza kukutatulia tatizo hilo la changamoto ya nguvu za kiume. Unakibamia, uume umezama umeingia ndani, umeathirika kwa masturbation, umejichua, umefanya sana masturbation, nazo dawa za kuweza kunenepesha, dawa za kuweza kulefusha, dawa za kuweza kukuweka katika ule mfumo wa nchi 6. Jambo likawa yani ile sehemu yako ya siri ikarudi katika hali yake. Usione aibu. Na hizi ni natural medicine, ni tiba asili. Hapa mkononi kwangu nimeishika Super Kidume. Hii Super Kidume ni katika dawa inayotrend sana. Hii dawa ukiipata kwa matatizo ya nguvu za kiume, uume uliozama kuingia ndani, uume unaolegea, unashindwa kurudia tendo la ndoa, lakini pia unachelewa kufika kileleni, inakupa uwezo wa kurudia tendo la ndoa. Hii ni dawa ambayo tumechanganya mizizi ya mkomamanga, mizizi ya mnyegea, mizizi ya mjafali, habati sauda, ya karafuu, tangawizi, vitunguu saumu. Ni dawa nzuri sana kwa kila aliyotumia ametoa majibu haya mazuri sana. Pale popote ulipo na hitaji huduma hii ya dawa ya kutatua tatizo la nguvu za kiume, basi nipigie kwa nambari hizo za simu, na tuma mikoa yote, lakini ofisi zetu zinapatikana Dar es Salaam Tanzania, hapa Kongoe ya Mbagala rangi 3. Wengine wanakuwa nakata tamaa kabisa wakiona usikate tamaa, inawezekana umetumia dawa nyingi sana hujapata mabadiliko. Nitafute mimi na kuhakikishia kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, dawa hii ni tiba asili. Dawa hii kila aliyotumia ametoa majibu yaliyokuwa ni mazuri sana. Kuombe wewe ambaye una changamoto ya maradhi hayo sugu yanayokutesa, hebu nitafute tuweze kukupa dawa hii ya tiba asili. Hata kutumia mkongo, hata kutumia Viagra, hata kutumia Hanmo, hata kutumia booster, zipo dawa nzuri ambazo zitakazoweza kukusaidia. Naam. Sharifu, nataka tumalizie sasa kwenye upande huo wa dawa.
una dawa gani tena nyingine kwa upande wa wanawake? Wanakwambia wanataka kidogo, unajua tena kubana hizo imetanuka sana. Dawa hasa masala ya PID, mwanamke ambaye anasumbuliwa na maradhi ya PID hupati siku zako katika mpangilio, au kuna mwingine anamaliza miezi, anamaliza siku, mwingine mpaka mwaka hapati period yake. Unapokuwa na matatizo ya PID itakupelekea mpaka sehemu yako ya siri, kama alivyosema hapa ndugu yangu, kutanuka, lakini pia itakupelekea kwamba utashindwa kuwa na hamu ya tendo la ndoa, itakupelekea kukosa hamu ya tendo la ndoa. Mwanamke mwenye changamoto hiyo anapokuja kwetu hapa, tunayo dawa nzuri sana ambayo inaweza kurekebisha masuala mazima kabisa ya hilo tatizo la PID, tatizo hilo la kutoka uchafu sehemu za siri, sehemu ya kukosa hamu ya tendo la ndoa, lakini pia kukosa uzazi, mirija imeziba. Dawa tunazo hizo kwa sababu hapa tunatibu kwa tiba asilia. Naam, huyu ni Dr. Sharifu Firdausi akizungumzia kuhusu tiba hizo ambazo kuna changamoto wewe mwanaume, una changamoto wewe mwanamke. Unajua wengi sana wanadhania mwanaume ndo ana changamoto nyingi, lakini hata mwanamke pia ana changamoto hiyo. Usisite kumtafuta, toa komenti yako hapa chini, namba zake za simu ni hizo hapo chini zinapita. Sharifu, shukrani. Asante.